Ya kupata neno la dhuhuri ya leo, na bila kuharibu wakati, naomba twende katika Biblia zetu mahali ambapo tuliweza kupata somo la kwanza katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 17. Tutasoma mistari michache, mstari wa 22, 23. Kwanza tutasoma hiyo mistari miwili, kisha tutaendelea. Matendo ya Mitume mlango wa 17, mstari wa 22 na 23. Na tuweze kusoma kwa pamoja. Paulo akasimama katikati ya Areopago akasema, enyi watu wa Athene, katika mambo yote naona ya kuwa ninyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini, kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi nawahubirini habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua. Na tuombe. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Baba uishie milele, twaja mbele zako adhuhuri hii ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya wema wako ambao umeweza kutendea. Nashukuru vile umeweza kutufikisha wakati huu ambao tunaenda kupata neno lako Baba. Naomba ili ukaweze kututumia kama chombo na kama kipaza sauti, ili nikaweze kuleta neno lako mbele za watoto wako Baba. Weza kuwa pamoja nasi na kutuongoza, na kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Kwa ukumbusho, tulikuwa tunaangalia kiini chetu cha mwaka huu ambacho ni kutenda mema, na tulimaliza hilo somo. Hata ingawa muda kwa muda tutakuwa tunajenga mahubiri yetu kutokana na somo ama kile kiini chetu cha mwaka huu. Na katika pahali ambapo tumesoma, tuna historia ya mtumishi wa Mungu Pauli. Pauli ni mmoja katika mitume wa Yesu ambaye alifanya kazi ambayo ni nyingi. Alifanya kazi ambayo ilipita hata ya mitume wale wengine wote. Na Paulo katika wito wake, he was an evangelist. Alikuwa mwenezaji wa Injili. Na tunasoma katika hiki kitabu cha Matendo ya Mitume, Pauli akiwa katika safari zake za uenezaji wa Injili. Na Pauli alitembea karibu safari 5 akihubiri Injili ya Yesu Kristo. Na pali ambapo tumesoma, tumeona akiwa katika safari moja wapo ya safari zake za kuhubiri Injili njema. Na tumesoma Pauli aliweza kufika pahali ambapo panaitwa Athens. Na katika mji wa Athens ni mji ambao ulikuwa umejaa uabudu wa sanamu. Ulikuwa ni mji ambao umejaa ibada zisizo za Mungu wa kweli. Na ni mji ambao hawakuwa wanafahamu the true and living God. Na Pauli, vile tumesoma, alipotembea pale katika sehemu ya Areopago, aliweza
kuingia katika the place of worship, na alipoingia pale kama vile tusoma kwanza mstari wa 16, utaona kwamba Pauli alipoingia pale alianza kuzunguka na kuona miungu tofauti ambayo watu wa Athene walikuwa wanaiabudu, na walikuwa wametengeneza madhabahu yake pahali pake, kama ni mungu wa mvua, mungu wa njaa, mungu wa hiki, mungu wa magonjwa, mungu wa hiki. Na akafika pahali akaona kwamba kuna sehemu ambayo imeandikwa na kwa Mungu asiyejulikana, to the unknown God. Na Pauli utaona kwamba anaanza maneno yake kwa kuwasifu, kwa kuwainua na kuonyesha kwamba wakati nilipoingia niliona kwamba nyinyi ni watu wa kutafakari mambo ya kidini. Nyinyi ni waumini, nimeona kwamba nyinyi ni waumini kwa sababu nilipokuwa nikitembea nimeona miungu na I have seen different altars, lakini nimefika mahali nikaona to the unknown God. Palikuwa na madhabahu imeandikwa na kwa Mungu asiyejulikana. Adhuhuri ya leo ningependa kwa kifupi tutafakari haya maneno ambayo Pauli aliweza kuyazungumza na kuhubiri juu ya the unknown God, kwa Mungu asiyejulikana. Hapa Pauli alifungua kinywa chake akaanza kuhubiri in verse 24, verse 22 and 23. Tumeona amewainua, ameweza kuonyesha jinsi wao ni waabudu na hawakuwa na connection with the true and living God, ambao Pauli anataka kuonyesha in verse 24 and 25. Tuone vile Pauli katika mahubiri yake anaanza kusema hivi: Mungu aliyefanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala atumikiwi kwa mikono ya wanadamu, kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumziko na vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe. Pauli anaanza kuonyesha kwamba Mungu ambaye wanamwabudu wakiwa hawamjui, wakiwa hawamwelewi, he cannot, of course he is greater than his creatures, or rather than his creation. Mungu wetu ambaye tunamwabudu ni Mungu ambaye ni mkuu kuliko uumbaji wake. Hii ni kuonyesha kwamba there is something Paul wanted these people to know in their mind, na ni kujua kwamba Mungu hawezi kufananishwa na kitu kingine chochote. So they had in their mindset ya kwamba Mungu pale ambapo anaweza kuabudiwa is none other than the temple. Lakini Paulo anawaambia kwamba huyu Mungu hakai katika nyumba ambazo zimejengwa. Najua of course tunajenga makanisa, lakini inafaa tuelewe kwamba makanisa tunajenga for our own benefit, kwa sababu hakika itakuwa sio picha nzuri kwa watu ambao yani tuseme tunaabudia pale ambapo
yani hapana secret, ama hapana yani pale ambapo ni open, tunachomeka na jua, mvua ikija tunanyeshewa. So nyumba huwa tunajenga kwa ajili ya manufaa yetu, ili tusije tukachomeka na jua, tukanyeshewa and so forth. Lakini hapa Pauli anataka kuonyesha kwamba our hearts, our bodies, as he speaks in the book of Corinthians, anasema kwamba miili yetu is the temple of the Lord. Miili yetu ni hekalu ya Bwana. So Paul anataka kuonyesha the greatness of our God, ambaye hawezi kulinganishwa na kitu kingine chochote, ambaye hawezi kufananishwa na kitu kingine chochote. Na tukiwa wadogo kuna wimbo ambao tulikuwa tunaimba, lakini huo wimbo haukuwa katika maandiko. Ulikuwa ni wa Kikamba ambao ulikuwa unasema Yesu notaulenge, Yesu notaulenge ndweke atambe, Yesu notaulenge ndweke atambe ngone. Wangapi wanaujua? Wangapi waliuimba? Yeah. Unajua huo wimbo uko kando na maandiko, kwa sababu Jesus Christ, Yesu Kristo kama Mungu hawezi kufananishwa na kitu kingine chochote. Hatuwezi kumfananisha na kitu chochote. Kwa hivyo tunaposema Mungu ni kama sio kwa Kiswahili naitwaje? Ulenge. Mazao ya sweet potatoes. Yani hatuwezi kumfananisha. Hatuwezi kumfananisha kwa sababu he is God. Kwa hivyo pia ni vizuri nyimbo ambazo tunaimba ziwe zinaambatana na neno la kweli. Kwa hivyo Pauli anawaambia kwamba God cannot live in houses. Yeye Mungu hawezi kuishi katika nyumba ambazo zimejengwa kwa mikono. Mungu kama vile watu tunasoma in the book of John chapter 4 verse 24, ya kwamba God is spirit. Hatuwezi kuona spirit kwa sababu hatuna hizo nguvu. Kwa hiyo Mungu ni wa maajabu sana. Jambo la pili ambalo Pauli anatuelekezea katika Mungu ambaye ni Mungu wa kweli, ni Mungu ambaye tunamwabudu hata pasipomjua. In verse 26, in verse 26, Paul says, verse 26, naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao, ili wamtafute Mungu, ingawa ni kwa kupapasa wakamwone, ijapokuwa hawi bali na kila mmoja wetu. Katika kwa maana mstari wa 28, kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Pauli, kumbukeni kwamba he is pointing to the others, to the God whom they don't know, kwa Mungu ambaye wanamwabudu wakiwa hawamjui. Na hapa
inaonyesha the purpose of humanity, sababu ya mwanadamu, sababu ya mwanadamu. Na anawapa sababu moja ambayo ni ya kumtafuta Mungu, seeking the Lord, seeking the grace of God, seeking the goodness of God. Hiyo ndio sababu yetu kama watoto wa Mungu, kumtafuta Mungu katika njia zozote. Na Paulo anasema kwamba tumtafute hata kama ni kumpapasa, tumtafute huyo Mungu, meaning we need to seek him day and night. That is our purpose, ambayo Pauli aliwaelekezea ya vile wanafaa kufanya, kumtafuta Mungu. Na ndiposa kila wakati tunakuja mbele za Bwana, tunamwabudu, maana tunamtafuta. Ukiwa katika nyumba lako unamwabudu, unamuomba, kwa maana unamtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ili kuonyesha kwamba we need to seek the Lord nyakati ama kwa wakati wote. Na Paulo akimalizia aliwaonyesha wito wa mabadiliko, the call to change. In verse 29 anasema hivi, verse 29 Paulo anasema hivi: basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za mwanadamu. Basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama azioni, bali sasa anawaagiza watu wote kwa kila mahali watubu, kwa sababu ama kwa maana ameweka siku atakayo wahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote udhabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Pauli akimalizia mahubiri yake anaonyesha wito ambao ni wito wa mabadiliko, kwa maana alifahamu kwamba hawa watu wanaabudu miungu migeni, wanaabudu Mungu asiyemfahamu na hawaabudu jinsi inavyostahili. Anataka in their minds wawe na mabadiliko, anataka in their hearts, katika mioyo yao wawe na mabadiliko, anataka waweze kubadilisha maisha yao na kumaliza madhabahu yote ambayo ni ya miungu migeni, na wabaki na madhabahu ya Mungu ambaye ni wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Wabaki na Mungu ambaye hata ndio wanamwabudu wakiwa mjui, wabaki na huyo Mungu ambaye ni hai, huyo Mungu ambaye ni mtakatifu, huyo Mungu ambaye ni mkuu. So he needs them to change their minds, wabadilishe mawazo yao, wabadilishe akili zao, kwa maana they thought ya kwamba Mungu anafananishwa na kitu ambacho kinaonekana. They made a golden and silver statues ambazo walikuwa wanaabudu. Kwa hivyo we need to turn to the Lord. Twende mbele za Bwana, tumwabudu, tuinue jina lake, tumuombe, tumtukuze, tumtumikie katika njia zote.
Na ukisoma in verse 32 utaona kwamba hata ingawa mtumishi wa Mungu Pauli alizungumza na akawaonyesha the true and living God ambaye we need to worship him day and night, utaona kwamba some received the message and others neglected the message. Hivyo ndivyo huwa hata katika kanisa kuna wale ambao wanapokea ujumbe, kuna wale ambao hawapokei. Kwa hivyo ni vizuri niwahimize ya kwamba be part of those who receive the message positively. Huwe mmoja katika wale ambao wanapokea ujumbe kwa njia inayostahili. Na Pauli kama vile nilitangulia kusema, alifanya kazi kubwa sana ya kueneza injili, preaching to the nations, ili waweze kubadilika, ili waweze kumjua Yesu, ili waweze kwenda katika njia ambazo za stahili. Kwa hivyo tubadilike na tuabudu Mungu ambaye ni wa kweli. Tuabudu Mungu ambaye anaishi. Tuabudu Mungu ambaye ni Mungu mkuu. Tuabudu Mungu ambaye anatujali kila wakati. Kwa sababu these are not God. Ndiye utupa uhai, ndiye utupa nguvu. Maana kama vile wanasema ya kwamba sio kwa nguvu zako umeamka leo ukajiandaa na ukatoka kwako ukaja hadi kanisani. Sio kwa nguvu zako ama kwa nguvu zangu, lakini kwa nguvu za Mungu ambaye anatulinda, ambaye anatujali. Maana kuna wengi ambao tuliamka na wao na wakajiandaa waende kanisani, lakini hawajafika. Labda wamepata ajali, labda wamepata na ugonjwa wa kwa njia, labda wamepata na jambo lolote, lakini wewe nami Mungu akatuneemisha tukaweza kufika. Kwa hivyo si kwa uwezo wetu, bali ni kwa uwezo na nguvu za Mungu ambaye anatulinda. These are not God which was worshipped by others bila kujua. He is the true and living God. Bwana na atubariki ili tukaweze kuabudu na kumtumikia huyu Mungu ambaye ni Mungu mkuu, huyu Mungu ambaye hawezi fananishwa na kitu kingine chochote. Kwa hivyo Bwana atubariki na tutendee kila la heri. Hebu na tukaweze kuomba. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba uishi milele, twaja mbele zako adhuhuri hii leo. Tunakushukuru kwa ajili ya wema wako ambao umeweza kutendea. Nashukuru vile umeweza kunena nasi kupitia kwa ujumbe wa Pauli aliyozungumza kwa watu wa Athene. Baba Mwenyezi Mungu, ambao Baba aliona kwamba wao ni waabudu, lakini hawakuwa wanaabudu Mungu ambaye ni wa kweli. Walikuwa wanaabudu Mungu miungu mingine. Lakini Baba Mwenyezi Mungu kupitia kwa mtumishi wako ukampa nguvu, ukampa hekima, na akaweza kuwafunulia juu ya Mungu ambaye wanamwabudu akiwa hawamjui Baba, akiwa hawamfahamu Baba Mwenyezi Mungu. Toma Baba, nasi adhuhuri ya leo tukaweze kuabudu Mungu ambaye tunamfahamu, tukaweze kuabudu Mungu ambaye ni Mungu wa kweli, tukaweze kuabudu Mungu ambaye yuaishi, tukaweze kuabudu Mungu ambaye ni mkuu, tukaweze kuabudu Mungu ambaye ni mtakatifu, tukaweze kuabudu Mungu ambaye hawezi linganishwa na kitu chochote. Baba Mwenyezi Mungu, tuombe Baba ili mawazo yetu yakaweze kubadilika na yakaweze kukutegemea wewe ambaye ni Mungu uliyetumba, Mungu ambaye unatujali na unatusaidia kwa kila jambo. Baba, tunaomba tunapotoka katika nyumba lako Baba, ukaweze kuendelea pamoja nasi na kutana siku nyingine
sifa na shukrani kwa yako Baba. Zidi kuwa pamoja nasi na kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Bwana